Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, afisa maendeleo jamii uchumi B. Joyce Dennis amesema kuwa lengo la mafunzo hayo ni kutoa fursa kwa wakulima wa mwani kubadilishana uzoefu, kupata taarifa sahihi kuhusu masoko na kujifunza mbinu bora za usindikaji na uhifadhi wa mwani. Kwa majina naitwa Joyce, ni afisa maendeleo ya jamii uchumi kutoka taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Tumekuja hapa leo, tuko Kilwa Kivinje katika ziara ya siku 3. Katika ziara hii mataasisi tunatekeleza mradi wa miaka 4 ambao mradi wa kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa mwanamke wa kijijini, kwa kifupi unaitwa JPRE, ambao sisi ni watekelezaji wenza. Tunatekeleza mradi huu na shirika la UN linaitwa IFAD, ambao ni mfuko wa maendeleo ya kilimo na chakula, ambao ni tunatekeleza kwa upande wa Unguja, hususa katika wilaya mbili ya kusini, wilaya kusini na wilaya ya kati katika mkoa wa Kusini Unguja. Na tuna jumla ya wanufaika wazidio 700 kutoka katika mkoa huo. Na hapa tuna wawakilishi takriban 39 ambao wametoka katika vijiji 39 ambapo sisi tunavisimamia kama taasisi. Na lengo kuu la ziara hii ni kuweza kujifunza kwa wanakilwa hususa kwenye sehemu tofauti nini hasa wanafanya. Hii ni ziara ya kimafunzo, lakini pia kupata ujuzi, kubadilishana ujuzi na pia kushare taarifa za masoko, masuala ya usarifu wa mwani. Lengo ni kuangalia jinsi gani mkulima kwa mkulima wanaweza wakakuzana wao kwa wao, lakini pia tuna watu ambao wamenufaika katika kiukubwa kwenye swala zima la kupandisha thamani ya zao hilo. Kwa hiyo tunategemea wakulima ambao tumetoka nao Unguja wenyewe watakuwa na mabalozi kwa wenzao na vikundi vingine ambavyo tumeviacha, ili waweze kwenda kuwaambia wenzao wanakilwa wanakifanya nini. Kwa upande wao, wakulima wa mwani kutoka Unguja wameeleza kuwa wamejifunza mambo mengi mapya kutoka kwa wenzao wa Kilwa, hasa namna mbalimbali za kutumia mwani kwa matumizi tofauti, hali ambayo imewapa motisha ya kuboresha shughuli zao na kuongeza kipato. Kwa jina naitwa Badru Abdul Salum, natokea Unguja kule wilaya ya Kati mkoa wa Kusini. Ni mwenyekiti wa kikundi. Tumejifunza hali ya utofauti wa mwani baina tunapopanda sisi kule Zanzibar na wanapopanda wao hapa. Mpando ni ule, lakini unatofautiana katika mambo ya ufungaji. Uanikaji ni ule ule, lakini zaidi kikubwa zaidi cha kujivunia ni kwamba tumepata kushare mawazo, lakini pia zaidi kuona kwa wajasiriamali jinsi wanavyochakata bidhaa zao na kuzitengeneza product mbalimbali ambazo zinasaidia kama ni lishe na kama ni kinga katika mwili wa binadamu. Naitwa jina langu Zakia Abdallah Ali, nimetokea katika kikundi cha Flower Group Mungoni, mchakato wa kusarifu mwani. Kwa sababu kweli sisi tunasarifu, lakini tofauti na masomo aliyotusomesha na tunaposarifu sisi kwetu Mungoni. Manake nimepata mengi kutoka kwake. Nimejua kuwa mwani unatibu bawasiri, homa ya sukari, uti wa mgongo, homa nyingi. Sasa sisi tulikuwa tunafanya kama ni makazi ya kawaida tu. Tunajua ni mwani chakula. Tunapikia kama keki, kileja, kwenye peremende, mafuta ya mgando, mafuta haya ya kawaida, mafuta ya kujipaka, kujisugua hivi kama ni lotion fulani.